Mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi. Pengine na kwa sitoi ufafanuzi. Naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi. Na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi. Anakula kiapo kulinda mamlaka. Anakula kiapo kulinda uhuru. Na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote. Mheshimiwa Spika, napenda pia kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa kulingana na kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 2B cha sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa sura 193 toleo la urekebu la mwaka 2002, JKT inatakiwa kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwawezesha kuwa na sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Aidha, kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya Ulinzi wa Taifa sura 192 toleo la urekebu la mwaka 2002 kinaainisha sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambazo ni kwanza, awe raia wa Tanzania, awe na tabia na mwenendo mzuri, awe na umri usiopungua miaka 18, awe na akili timamu na pia awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Aidha, kulingana na kifungu cha 148 kifungu kidogo cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hupokea amri kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu na si vinginevyo. Na kifungu cha 5 cha sheria ya Ulinzi wa Taifa kimeainisha maeneo ambayo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekasimiwa mamlaka na Amiri Jeshi Mkuu. Na tangu kuanzishwa kwake, Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania hapo tarehe 1 Septemba mwaka 1964 limeendelea kutekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa. Hata pale palipotokea matishio hayo yaliweza kudhibitiwa kwa wakati na ipasavyo. Kupitia bunge lako tukufu, natoa shukrani za dhati kwa bunge, waheshimiwa wabunge na wananchi wote kwa kuendelea kuliamini na kulipa ushirikiano jeshi letu. Na aidha, kwa kutambua kuwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi ambazo zinahitaji weledi, umakini na uzalendo wa hali ya juu, nitoe rai kwetu sote kuendelea kuliamini, kulipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, kwa kufuata matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ya Ulinzi wa Taifa na kanuni zake pamoja na sheria nyingine. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi. Pengine na kwa sitoi ufafanuzi. Naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi. Na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi. Anakula kiapo kulinda mamlaka. Anakula kiapo kulinda uhuru. Na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote isipokuwa kufuata matakwa ya katiba na sheria iliyowekwa.